Tuelekee kaunti namba 25 sasa, ambapo waathiriwa wa wizi wa mifugo eneo la Charda huko Samburu wameitaka serikali kuwasaidia kusaka mifugo yao walioibiwa katika uvamizi wa hivi karibuni. Huyu hapa mwandishi wetu Boniface Barasa. Eneo la Charda Samburu Kaskazini ni eneo ambalo limesalia na makovu ya uvamizi wa siku za punde. Wafugaji hapa wakielezea hofu yao na kuitaka serikali kurejesha mifugo walioibwa na wahalifu waliovamia eneo hilo. Serikali iko Kenya hii. Jana tuliona lirudisha nusu ng'ombe. Ng'ombe yetu 141. Hajaonekana hiyo ng'ombe. Hiyo ng'ombe tarudishwa ama tafanya nini? Ndio sisi tunangojea hiyo ng'ombe tu. Kwa sababu watoto saa hii inakaa mbaya. Pigana na mali, afadhali amani iwe. Alafu ng'ombe yetu vile ilipelekwa ijarudishwa, hata hakuna ile imerudi. Sasa hata hiyo maboma inakaa tu, inaonesha kwamba hapa ilipamiwa. Sababu adui alikuja asubuhi sana wakati watu wanalala. Ndio walishambuliwa mali yao kwa upande wa Charda. Mali zingine zilienda na zingine zimerudi. Wahalifu ni kutoka kwa majirani yetu. Wahalifu 7 waliuliwa. Wakazi hao wanapoitaka serikali kurejesha mifugo walioibwa, wameonekana kuunga mkono semi za waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen za kuvituma vikosi maalum kutua silaha haramu zinazomilikiwa kinyume na sheria. Kitu tunaomba serikali yetu, tunataka atupee amani na hii masukusuko iishe, kwa sababu maneno ya kung'ang'ana ng'ombe anaishi hii maneno ya sukusuko. Tieni security inasaidia tuunganishe tuwe mtu mmoja, kwa sababu hiyo ndio itatusaidia. Hata hivyo, serikali imewataka wenyeji kuwa watulivu inapowasaka mifugo hao ili kuwarejesha. Wale wafahamizi wanafikiria bado serikali wanalala, lakini ile kazi walifanywa juzi, ayamshua mahali wako, hata hao wamejiuliza maswali. So wajue serikali iko imara, yule anakuja kutusumbua, serikali wako macho, na tunashukuru vile wameresponde namna hiyo. Zile ng'ombe ambaye zimeenda ni ng'ombe 141 ambaye walipenyesha kando, lakini bado serikali wanasaka. Waziri Murkomen aliahidi kuvituma vikosi maalum vya usalama chini ya majuma 3 kuendesha operesheni ya kutua silaha haramu. Kuibuka kwa mashambulizi haya kunapozidi kuibua hofu miongoni mwa wafugaji, kikubwa wanachozidi kushinikiza ni serikali kuhakikishia usalama wa kutosha. Boniface Barasa, Runinga Citizen, Samburu Kaskazini.